Basi ujumbe wetu mchana wa leo utakuwa na kichwa kutolewa shimoni kabla ya kufa. Kutolewa shimoni kabla ya kufa. Tuseme wote, kutolewa shimoni kabla ya kufa. Sema tena, kutolewa shimoni kabla ya kufa. Yeremia sura ile ya 38. Yeremia 38 mstari ule wa 7 nitasoma mpaka mstari wa 16. Yeremia 38 mstari wa 7 mpaka mstari ule wa 16. Biblia inasema hivi: basi Ebed-Meleki Mkushi towashi aliyekuwa katika nyumba ya mfalme aliposikia kama wamemtia Yeremia shimoni, na wakati huo mfalme alikuwa amekaa katika lango la Benjamin, Ebed-Meleki akatoka nyumbani mwa mfalme akamwambia mfalme akisema, Bwana wangu mfalme, watu hawa wametenda mabaya katika mambo yote waliomtendea Yeremia nabii, ambaye wamemtupa shimoni, naye akosi atakufa pale alipo kwa sababu ya njaa, kwa kuwa hapana mkate kabisa katika nchi. Ndipo mfalme akamwambia Ebed-Meleki Mkushi akisema, chukua pamoja nawe watu 30 toka hapa, ukamtoe Yeremia shimoni kabla hajafa. Tuseme wote, chukua watu 30 kutoka hapa. Sema tena, chukua watu 30 kutoka hapa, ukamtoa Yeremia shimoni kabla hajafa. Ndiyo. Basi Ebed-Meleki akawachukua watu hao pamoja naye, akaingia ndani ya nyumba ya mfalme chini ya ghala, akatoa mle nguo zilizotupwa na vitambaa vikuukuu, akamteremshia Yeremia shimoni kwa kamba. Naye Ebed-Meleki Mkushi akamwambia Yeremia, tia nguo hizi zilizotupwa na vitambaa hivi vikuu chini ya kamba kwa pana. Na Yeremia akafanya hivyo. Basi wakamuinua Yeremia kwa kamba hizo, wakamtoa shimoni, na Yeremia akakaa katika uwanda wa walinzi. Naomba niishi hapo kwanza, tutaendelea baadaye. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya neno hili, maana neno hili bila shaka umekusudia kufanya kitu kwa kulitumia katika maisha ya watu hawa, katika jina la Yesu, amen. Katika mistari ambayo tumesoma, tunaona habari za watu watatu wakitajwa katika mistari hii. Mtu wa kwanza anatajwa Ebed-Meleki Mkushi. Mtu wa pili anatajwa mfalme ambaye alikuwa akitawala nyakati hizo, na mtu wa tatu anatajwa nabii Yeremia. Habari hii ni habari ambayo inazungumzia juu ya pito la Yeremia. Yeremia tunakumbuka kwamba alikuwa ni nabii ambaye yeye alikuwa na tabiri nyakati zake katika Israeli, na mara nyingi wafalme walipokuwa wanataka kujua Mungu anasema nini kwa habari ya taifa, walikuwa wanawauliza manabii, na Yeremia alikuwa miongoni mwa manabii ambao walikuwa wakizungumza kile ambacho Mungu anasema na nchi. Sasa ulifika wakati wafalme wakiwa wanatenda maovu, wakiwa hawataki haki, hawataki kusikia haki, wakawa wanafanya wanavyotaka wenyewe. Yeremia alitokea kama nabii, akawaambia, mambo mnayofanya, taifa litaingia kwenye matatizo. Mfalme wa Ashuru, mfalme wa Babeli atakuja lichukueni taifa na kuliweka chini ya mamlaka yake. Atakuja kuwapiga na kuangamiza kabisa. Lakini mfalme hakutaka kusikia sauti ya Mungu kupitia kinywa cha Yeremia. Akawaita mawaziri wake, akawaita viongozi wake alikuwa akitawala pamoja nao. Akawaambia, tumfanye nini Yeremia, kwa sababu siku zote ninapotaka kujua Mungu anachosema kwa habari ya taifa,
yeye anasema tu mambo magumu magumu. Unajua kuna wakati watu wanataka waambie tu vitu laini laini, hawataki kuambiwa ukweli. Na Yeremia hakuwa mtu wa kuwaficha watu mambo, hakuwa mtu wa kupapasa vitu, kupepesa vitu. Akawaambia kile Mungu anachotaka. Sasa kwa sababu alikuwa ni mtu wa haki, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kweli, wale wakakutana pamoja, wakamwita mfalme kikao, wakamwambia sisi tunataka kuongea na wewe jambo. Mfalme akakaa nao chini, wakamwambia mambo anayoyasema Yeremia ni mambo ambayo yatawavunja watu hawa moyo. Huyu mtu anawaambia watu mambo ambayo yatawapelekea watu kuasi, kufanya uasi. Labda tuangalie mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4 tuone kilichotokea. Na Shefatia mwana wa Matani na Gedalia mwana wa Pashuri na Yakuli mwana wa Shelemia na Pashuri mwana wa Malkia wakayasikia maneno ambayo Yeremia aliwaambia watu wote, kusema, Bwana asema hivi, akae ndani ya mji huu atakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, bali yeye atakaye kwenda kwa Wakaldayo ataishi, naye atapewa maisha yake kama nyara, naye ataishi. Mstari wa 3, Bwana asema hivi, bila shaka mji huu utatiwa katika mikono ya jeshi la mfalme wa Babeli, naye atautwaa. Mstari wa 4, ndipo wakuu wakamwambia mfalme, twaomba mtu huyu auawe, kwa kuwa aidhoofisha mikono ya watu wa vita waliobaki katika mji huu na mikono ya watu wote, kwa kuwa awaambia maneno kama hayo. Maana mtu huyu hawatafutii watu hawa heri, bali shari. Angalia maneno haya. Mfalme aliposikia maneno haya, tusome mstari wa 6, Biblia inasema mfalme akasema, mimi sina uwezo wa kufanya jambo lolote, lakini mtu huyu yuko mikononi mwenu. Ndipo wakamchukua Yeremia, wakamfunga kamba, wakaenda wakamtumbukiza kwenye shimo, kwamba Yeremia afie mle shimoni, kwamba ndio ilikuwa namna ya kumuua. Biblia inasema Ebed-Meleki aliposikia habari hiyo, yeye akiwa anafanya kazi kwenye nyumba ya mfalme, akamfuata mfalme, akamwambia mfalme, sikia, yako mambo ambayo wamemtendea nabii Yeremia, uko uovu wamemtendea nabii Yeremia, yako mashauri wameyafanya juu ya nabii Yeremia. Hivi ninavyoongea na wewe, wamemchukua Yeremia, wamemtia kwenye shimo, na haikosi Yeremia atafia mle shimoni, kwa sababu hakuna mkate katika mji, hakuna chakula katika mji. Yeremia ametupwa shimoni, na Biblia inasema lile shimo kwa wakati ule Yeremia anatupwa mle ndani hamkuwa na maji bali matope. Yeremia akazama kwenye matope. Waliomzamisha Yeremia kwenye matope, waliomzamisha Yeremia kwenye lile shimo, wakatoka wanafurahi, wanakunywa soda, wanagongeshana cheers, wanasema yule aliyekuwa na tabiria sasa tuambia si mfalme wa Babeli atakuja atachukua mji, tumemkomesha sasa, tumemtia kwenye shimo, ataipata, ataisoma namba kwenye shimoni. Yeremia akatumbukizwa shimo. Mwambie jirani yako, ukipenda haki watakutumbukiza shimoni. Mwambie jirani yako, ukipenda haki watakutumbukiza shimoni. Mwambie jirani yako, ukizungumza haki watakutumbukiza shimoni. Ukisema kweli watakutumbukiza shimoni. Hata hapa ninapoongea kuna watu wametumbukizwa mashimoni. Wametupwa mashimoni kwa sababu wanasema kweli. Wametupwa mashimoni, wafia huko kwa sababu wanapenda haki, kwa sababu wanataka haki, kwa sababu wanasema kweli. Wametupwa mashimoni. Mimi nikiona yale yanayoendelea wala sishangai, kwa sababu Biblia nimeshaisoma. Sishangai kwa sababu Biblia imesema, na Biblia imesema hakuna jipya chini ya jua. Yale yaliyokuwepo ndiyo yashakuwepo, yale yaliyotendeka ndiyo yanayotendeka.
Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie jirani yako, lakini msifadhaike. Geukia mwingine mwambie, pamoja na hayo lakini msifadhaike. Mwambie pamoja na hayo lakini msifadhaike. Ndio, usifadhaike. Usifadhaike. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ukisimama na haki, Mungu anasimama na wewe. Amina. Ukisimama kwenye haki, Mungu anasimama na wewe. Ukisimama kwenye kweli, Mungu anasimama na wewe. Hilo natakiwa ujue. Biblia inasema mfalme aliposikia ile habari akatafakari binafsi. Alipotafakari binafsi akaona ni kweli kabisa Yeremia atakufa shimoni. Pamoja na kwamba anatuambia mambo ya Mungu ambayo sisi hatuyapendi sana, hayatufurahishi sana, lakini Yeremia hana moja tu linalotufaa. Ana mengi yanayotufaa, na kwa sababu ana mengi yanayotufaa, yafaa atoke shimoni kabla ya kufa. Utatoka shimoni kabla ya kufa. Nasema utatoka shimoni kabla hujafa. Nasema utatoka mahali pabaya walipokuweka adui zako kabla hujapata madhara. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mfalme akatoa agizo, akasema chukua watu 30 pamoja nao hapa, nenda kamtoa Yeremia shimoni kabla hajafa. Amina. Wakatoka watu 30, wakaenda wakachukua vitambaa, wakatengeneza kamba. Walipotengeneza ile kamba, Biblia inasema wakamtupia Yeremia shimoni. Amina. Wakamwambia, weka hivi vitambaa kwa pani, saa ya wokovu wako imefika. Waliopanga ufia shimoni hawatakuona ukifia shimoni. Weka ile kamba kwa pani. Wakamtupia Yeremia ile kamba kwa pani. Wakamwambia, ibani namna iko kwenye kapa, kwenye kwapa, na sisi tutaivuta. Wakaitupa ile kamba kwenye shimo. Yeremia alipoiona ile kamba akasema, Jehova nakushukuru kwa sababu sitafia huko shimoni. Nataka nikwambie mtu mchana wa leo, ninasema na mtu mmoja mchana wa leo ambaye biashara yake umeitia kwenye shimo, unataka biashara yake ifie mle shimoni. Nasema na mtu mmoja mchana wa leo ambaye ndoto yake imeshikiliwa na imetupwa shimoni, na unadhani ndoto yako itafia shimoni. Wamechukua ndoa yako wameitia shimoni, wanadhani ndoa yako ndio imekwisha. Wametia maono yako shimoni, wanajua maono yako ndio imekwisha. Wametia hatima yako shimoni, wanajua ndio imekwisha. Nataka nikwambie mchana wa leo, hakuna mtu atakayefia shimoni. Nasema waliokutia shimoni, wao wenyewe watakuja kukutoa shimoni. Nasema hivi, wale waliokutia shimoni, hao watakutoa shimoni. Walioroga watoto wako, wale wenyewe watawafungua watoto wako. Waliosema hautaolewa, wao wenyewe watakuja kwenye harusi yako. Waliosema hautazaa, watakusaidia kubeba mapato siku moja. Waliosema hautafanikiwa kibiashara, watakuja siku moja wakuletea wateja kwenye biashara yako. Waliosema wewe sio kitu, siku moja watasema wewe ni wa thamani. Kama unanielewa mchana wa leo, pigia Yesu makofi. Kama unanielewa mchana wa leo, pigia Yesu makofi. Wale walimtia shimoni, wale walimtoa shimoni. Hebu sema kwa ujasiri, wale waliomtia shimoni, wale walimtoa shimoni. Unaelewa vizuri? Sema hivi, wale walionishambulia, wale watanitetea. Wale waliokudharau, wale watakuheshimu. Wale waliokurudisha nyuma, wale watakusogeza mbele. Wale waliokuficha, wale watakuweka hadharani. Wale waliokutukana, wale watakusafisha. Ndio. Si unaelewa? Hujanielewa. Kama unanielewa unasema kwa nguvu ya mina yako. Ungeweka
Unaposema amina kwenye madhabahu, unasema kwa niaba ya watoto wako, kwa niaba ya masomo ya watoto wako. Unaposema amina iliyoshinda hapa, unasema amina tu kwa ajili ya hatima yako. Lakini hauelewi ya kwamba hiyo amina ina kazi. Piga kelele, sema amina kwa ujasiri. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kweli kabisa, wako watu wamekudharau sana. Ni kweli kabisa, wako watu wamekupa majina mabaya. Ni kweli kabisa, wamekutangazia matangazo yasiyofaa. Ni kweli kabisa, wamekupa majina mabaya. Lakini nataka nikwambie mchana wa leo, sema Mungu atabadilisha jina lako. Nasema Mungu atabadilisha jina lako. Nasema Mungu atabadilisha jina lako. Nasema Mungu atabadilisha jina lako. Kama walisema mwenye kutupwa, Bwana atakuita Sayuni wa Bwana. Kama walisema haufai, Bwana anasema unafaa. Kama walisema huna chochote, Bwana atakupa kitu mchana wa leo. Namaliza kwa kusema, usitembee kwenye mawazo ya adui zako. Amina. Mwangalie mtu mmoja, mwambie acha kutembea kwenye mawazo ya adui zako. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Nisikilize nikwambie, usipotoka na kitu kanisani, ujue hivi kinaanza unatoka unateseka tu. Amina. Unakuja umenuna mwanzo mwisho. Kanisani unarudi umenuna mwanzo mwisho. Yaani wewe unakuwa hauna tofauti na mtu aliyelala nyumbani kabisa. Amina. Mwambie usiniambukize. Mwambie jirani yako usiniambukize. Mwambie jirani yako usiniambukize. Mwambie usiniambukize. Mwambie usiniambukize. Mwambie usiniambukize. Ndio maana unapokaa kanisani unatakiwa kwamba umekuja kwa ajili yako mwenyewe kwanza. Huyo jirani yako ni baadaye, lakini kwanza ni kwa ajili yako mwenyewe. Kwa hiyo unaangalia huyu mtu ndiye ataniambukiza nini? Bwana asifiwe sana. Ataniambukiza nini mtu ndiye kanachukua unakuja. Unamcheki na maji chini. Ukiona anakuambukiza uvivu, unahama kiti. Amina. Unahama kiti. Bwana asifiwe. Hama kiti. Nasema hama kiti. Sio kwa roho mbaya, sio kwa kumchukia, ila unajiepusha na hiyo hali yake mbaya aliyonayo. Asije kuambukiza. Baada umekuja kwa mission, unatakiwa utoke una kitu kwamba nimebarikiwa moyoni. Amina. Haleluya. Haleluya. Ndio. Unakuja kanisani nyonge hivi. Unarudi hivyo hivyo. Kweli pasta tunafanya kitu? Pasta. Kweli tunafanya kitu? Sisi tunahubiria. Sasa kwa nini tembea mnyonge mimi? Sema mimi ni shujaa. Sema mimi ni shujaa. Sema mimi ni shujaa. Mshike mkono mwambie hivi, walionitupa shimoni watanitoa wenyewe. Ndio mwambie walionitupa shimoni watanitoa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usitembee kwenye wazo la adui yako. Kwa sababu adui yako siku zote anataka kusikia umekufa. Anataka sikia unaumwa. Anataka sikia umeacha huduma. Anataka sikia uimbi tena. Anataka sikia uende kanisani tena. Anataka sikia yani Maria kila siku. Piga kifua, sema sitalia tena. Sema tena sitalia tena. Sema sitatembea kinyonge tena. Haleluya. Haleluya. Ndio. Walimtia Yeremia shimoni, unabidi wewe wamdhoofisha asiendelee kusema mambo ya Mungu tena. Unajua sisi tuko hivi na watu wanaogawa tujuaje. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mimi ukitaka kuniudhi kabisa, ujue upande wangu wa pili, niambie nisubiri. Niambie nifanye nini? Nikataza kuhubiri. Yaani nikataza kula naweza nikuelewa tu rahisi, lakini niambie nisubiri. Yaani hapo Mungu anakuja. Yaani wewe ukiwa na kisu na kutoa hukumu. Yaani unizuia kuhubiri. Kuhubiri.
Haleluya. Ndugu zangu, ninataka nikwambie mchana wa leo ya kwamba mpango alionao Mungu juu ya maisha yako hauwezi kushindwa na mwanadamu yeyote. Amina. Hauwezi kuzuiliwa na mwanadamu yeyote. Moja, mbili, hatufi kwa sababu wanataka tufe. Tunaishi kwa sababu Mungu anataka tuishi. Na kwa nini Mungu anataka tuishi? Mungu anataka tuishi kwa sababu tumebeba kusudi. Na nikwambie kwa taarifa yako, Mungu waga hamlindi mtu. Hebu sema Mungu waga hamlindi mtu. Mungu analinda kusudi. Mungu analinda kusudi. Hebu sema tena, Mungu analinda kusudi. Mungu analinda kusudi. Analinda nini? Analinda nini? Kama kusudi ameweka ndani ya mama mchungaji, nyewe mtapambana na mama mchungaji. Mtafikiri mnapambana na mama mchungaji. Kama mnapambana na kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yake. Amina. Sio, umeelewa? Amen. Kanisa mmenielewa? Amen. Na ndio maana nimesema Bwana amenituma kwa taifa. Na amesema amegusa ngozi ya jicho lake. Akikugusa wewe, amegusa kusudi la Mungu. Alikwenda kupewa ile shauri na Abimeleki. Akasema chukua watu 30, sio wawili. Yaani maana yake 30, kikosi cha 30. Mhakikishe ile inatoka shimoni. Tigeni makofi. Hakikisha ile inatoka shimoni. Haijalishi wamekoroga kwa mapigo na namna gani, utatoka shimoni. Amina. Nasema utatoka shimoni. Mwambie jirani yako hata kama unataka utatoka shimoni. Mwambie hata kama upendi utatoka shimoni. Biashara yako itatoka shimoni. Ndoto zako zitatoka. Unaweza ukashangaa wakati mwingine hueleweki. Hakuna mtu anayekuelewa. Unashangaa, mbona mimi sieleweki? Utaeleweka vipi wakati uko shimoni ndio? Nani atakuelewa uko shimoni? Unajua sifa ya shimoni wewe? Unajua sifa ya shimo? Yaani shimo lolote linakuwa mle ndani. Kama ilikuwa na matope sawa, sifa ya kwanza, sifa ya pili kwa na giza. Unakuwa na nini? Unakuwa na nini? Sasa fikiria ndani mle ndani ya shimo kuna matope, alafu kuna giza. Kwa hiyo giza kimesha matope. Muulize jirani yako, wewe maisha nayo shimo yako. Wale tunakuona hapa umesuka, unaonekana mwanadamu kilimo shimoni. Na kwenye shimo kuna giza na matope. Muulize jirani yako, vipi hapo? Vipi hapo? Tunakuona kabisa umebaki, yaani tunaona kama vile uko sawa, lakini kweli uko sawa. Uko shimoni na mle shimoni kuna giza na tope. Leo natoka. Mimi nasema hivi. Leo Bwana ananituma bure. Nasema leo natoka. Nasema leo natoka. Nasema leo unatoka. Hata kama ulikuwa unaitwa zilipendwa, lakini baada ya kutoka shimoni utaitwa sweetheart. My honey. Wale ambao hawakuongea vizuri na wewe, ni kweli kwa sababu ulikuwa shimoni, lakini baada ya leo wataongea vizuri na wewe. Nasema wataongea vizuri na wewe. Walikuwa hawakulipi pesa zako kwa sababu uko shimoni, na kula shimoni kuna tope. Nani anaweza kutaka nini tope? Na mtu mwenye matope. Yaani ndio kuomba kazi pale walipofukuzwa. Wanasema tuko na tatizo kama wewe. Ulikuwa wapi? Waambie nilikuwa shimoni, nimetoka. Umezaa katoto, lakini mwenyewe alikunyeza naye. Hataki kutuma hata ndururu ya stari mtoto. Baka unalia. Jamani, mimi maisha yaani tarehe mtoto mpaka nini? Unataka unaongea na baba peke yake. Ningejua mimi hata nisingezaa. Aliponiambia nilijua ni mwanaume kweli, kumbe suruali tu. Sio suruali tu. Wewe shimo
Uko wapi? Upo. Natumia laki mbili sasa hivi matumizi ya mtoto. Si umetoka shimoni? Si umetoka shimoni? Ndio maana leo tunasema mission ya leo ni watu kutoka kwenye mashimo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya kazi kubwa, unapata kidogo. Shida ni nini? Sio kwamba ni mvivu umelogwa. Uko shimoni. Hauonekani vizuri, giza inazuia ule ukungu, unazuia hawakuoni vizuri. Hata ukifanya kazi, wanasema ni kama yeye umefanya wewe mwenyewe peke yako, ila unatafuta mtu kama wewe unasema kazi ni kama kufanya fulani. Wakati wewe uko pale pale. Uko kwenye shimo la giza unatoka. Leo unatoka. Nasema leo unatoka. Nasema leo unatoka. Nasema leo unatoka. Nasema leo unatoka. Mitihani ya kawaida 100 zote akile mtihani kumaliza mwaka maziro na sunsa zimefuatana. Unajiuliza si wewe ulifanya mtihani ukapata nini? Si wewe si ulifanya ukapata ndio kile kimetokea. Mama hata mimi sielewi, yuko shimoni. Amina. Sasa kwa sababu hujui, unamkamata mtoto unataka kumpiga mangumi, unakula ugali na unashiba kabisa. Unasema leo ngoja nishughulikie. Matokeo yake unamvunja mtoto wako mkono. Hujui mtoto wako shimoni. Mlete kwenye maombi hapa pastor muombe. Nasema mlete kwenye madhabahu Bwana mtoe kwenye mashimo haya. Nasema mtoe mtoto mlete kwenye madhabahu Bwana mtoe kwenye mashimo kwa jina la Yesu. Akitoka wewe mtoto kwenye hayo mashimo, mtoto ataanza kufanya atarudisha furaha nyumbani. Nasema mwambie jirani yako ukitoka shimoni utarudisha furaha nyumbani. Unafanya biashara, watu wanauliza bei kwako, wanaenda kununua kwa jirani. Hakuna sisi jamani, nimekosea jamani. Unapiga simu baba, pasta. Yaani mtu anauliza tu bei, siuzi. Wewe mwenyewe biashara yako uko shimoni. Watanunua sana. Maana wale wanauliza. Wanauliza. Hata ukija wewe pika kabisa uko kwenye maboksi wanaona kama vibovu. Ni kama vitoka kwa fundi garage. Ndio umefanywa repair umeleta bana. Kumbe ni vipi kabisa. Ndio wanapokiona. Lakini leo hiyo biashara yako ikitoka shimoni. Haleluya. Wataiona kwa sura ambayo unataka ionekane. Nasema watanunua kwa bei unazotaka. Nasema watanunua kwa bei unazotaka. Wiki inaanza, mwana wa Mungu kutoka kwenye madhabahu hii, nenda ukafanikiwa kwa jina la Yesu. Nasema nenda ukafanikiwa kwa jina la Yesu. Nasema nenda ukafanikiwa kwa jina la Yesu. Ukienda shambani kulima mchicha, mchicha ukubali kwa jina la Yesu. Ukienda kuuza vitunguu, ishe yote kwa jina la Yesu. Ukiuza mandazi, ishe yote kwa jina la Yesu. Ukiuza mihogo, ishe yote kwa jina la Yesu. Ukiuza vitenge, ishe yote kwa jina la Yesu. Ukiuza spezi, ishe yote kwa jina la Yesu. Chochote utakachofanya, nenda kwa Yesu ukafanikiwe, maana Bwana amekutoa shimoni katika jina la Yesu. Usifadhaike kwa ajili ya wachawi. Usifadhaike kwa ajili ya maadui zako. Usifadhaike kwa sababu ya wanachoongea juu yako. Usiseme sasa wamenimaliza kwa maneno. Hakuna mtu akukumaliza kwa maneno. Watu kwenye mashimo, watoto wako kwenye mashimo. Paza sauti yako, paza sauti yako. Mashimo ya mateso, mashimo ya kukataliwa, mashimo ya kuumizwa, mashimo ya kudhulumiwa, mashimo ya kukatishwa tamaa, mashimo ya kurudishwa nyuma, mashimo ya kudharauliwa, mashimo yaliyoshikilia ndoto zangu, yaliyoshikilia mahusiano yangu, yaliyoshikilia watoto wangu. Inua sauti yako, mwite Jehova. Mwambie Bwana, umenituma neno hili leo kama kamba ya kunitoa kwenye mashimo, nami nalishikilia kama kamba, nitoe kwenye mashimo, nami
unashikilia kama kamba ilitoka kwenye mashimo ya kukataliwa, kwenye mashimo ya mauti, kwenye mashimo ya magonjwa, kwenye mashimo ya kuumizwa, kwenye mashimo ya kukatishwa tamaa, kwenye mashimo ya kurudishwa nyuma, kwenye mashimo ya kuisha chini, kwenye mashimo ya magonjwa, kwenye mashimo ya maradhi, kwenye mashimo ya laana. Bwana nitoe, Bwana nitoe, Bwana nitoe, Bwana nitoe, Bwana nitoe, Bwana nitoe, Bwana nitoe. Katika jina la Yesu, Bwana nakuja mbele zako. Hawa ni kimbilio na walioumizwa, hawa ni kimbilio na waliokataliwa, hawa ni kimbilio na waliotekwa, hawa ni kimbilio na waliotasa, hawa ni kimbilio na walioonewa. Akiwa kwenye vilindi, Bwana kamtoa kwa jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, Bwana kila mahali, wewe uko Mungu naweza, katika jina la Yesu Kristo. Bwana tutoe kwenye shimo la uharibifu. Bwana toa kazi zetu kwenye mashimo. Bwana na waleta wa baba na wa mama, Aitoe kazi yako kwenye shimo, kila maeneo. atoe kibali chako kwenye shimo, Yesu airejeshe furaha yako kutoka kwenye mashimo. zimekuwa Bwana arudishe amani ya moyo wako kutoka kwenye mashimo. kwa jina la Yesu. Adui waliosimama, Bwana mfalme wa ajabu, Arudishe amani yako mashimo ambayo ameichukua na kuitupa kwenye mashimo. za maisha yetu. Bwana tunarejesha nafsi zetu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu uliye juu, unawatoa watu kwenye magereza katika jina la Yesu. Uliyemtoa Petro kwenye shimo la gereza kwa jina la Yesu. Asante Bwana. Wakati tunabadilisha tutakuja mbele ya madhabahu ya Bwana. Tumeisha Bwana tuomba kwa ajili yako ili Mungu akutoe kwenye mashimo. Wakati tunaenda Iliyotupwa kwenye mashimo leo inatolewa. Sema leo inatolewa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kila mahali huduma yangu iliyotupwa kwenye mashimo, sema inatolewa, sema inatolewa leo, sema inatolewa leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema kila chochote kilichoshikiliwa kikatupa shimoni kwa mkono wako Yesu, kinatolewa, 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 kinatolewa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kinatolewa, kinatolewa, kila kona kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Biashara yangu iliyotupwa kwenye mashimo leo hii inatolewa, inatolewa. Sema inatolewa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anza kuomba. Baba, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, ninatangaza kila moja, ninatangaza kainuliwe kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kuinuliwa, pokea kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ukasimame pamoja nao, ninaachilia upako wa Roho Mtakatifu ukagusa watu kwa jina la Yesu, na kila mmoja aseme amen. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu. Asante kwa sababu umewagusa watu wako. Asante kwa sababu umetenda makuu. Asante kwa sababu umeonekana. Ni kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, na tuseme amen. Mungu akubariki. Unaopo kwa njia ya imani. Alafu amini Yesu anaponya kwa umbali. Kuna mtu ananielewa? Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu,
Sema Bwana Yesu, ninamleta mzee Mathias kwa jina la Yesu, aliyopo hospitali ya Iringa kwa jina la Yesu. Tunaomba uponyaji kwa jina la Yesu. Tunamleta Steven kwa jina la Yesu mikononi mwako. Yesu yuko Muhimbili kwa jina la Yesu. Tunaomba nguvu ya uponyaji. Roho ya mauti, roho ya mauti, tamka kwa nguvu, roho ya mauti, tamka tena kwa nguvu, roho ya mauti, roho ya kifo, watoke hao watu kwa jina la Yesu. Ukiingia kwa njia moja, utaondoka kwa njia 7. Achia leo kutoka kichwani mpaka unyayo wa miguu, kwenye tumbo, kwenye kifua, kwenye moyo, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa ninaapisha, mwachie Mathias kwa jina la Yesu. Mwachie Steven, sema mwachie Steven roho ya mauti na kuapisha kwa jina la Yesu. Tunakamata vyumba vyote kwa damu ya Yesu. Tunaiondoa roho ya mauti kwa wagonjwa wote waliopo Muhimbili kitengo cha moyo kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa kwa damu ya Yesu tunamleta mzee Mathias alipolazwa kwenye holi nzima. Tunakamata kwa imani, tunakemea roho ya mauti, ondoka sasa, ondoka sasa, hauwezi. Kwa damu ya Yesu tunakushinda, kwa damu ya Yesu tunakushinda, sema tunakushinda, tunakushinda kwa damu ya Yesu. Toka, toka, funguka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mahali walioshikiliwa kuanzia sasa tunatangaza wakaachiwe, wakaachiwe kwa jina la Yesu. Tunawainua kwa imani, tunatamka uzima. Pokea uzima, pokea uponyaji kwa damu ya Yesu. Makofi kwa Yesu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa uponyaji katika jina la Yesu. Umetenda, tuseme amen. Mungu akubariki sana.